Kwa mimi nikiwa najibu swali lako kwamba wakati gani ni sahihi mimi kumpenda mtu au ni wakati akiwa amefanya nini ndo natakiwa kumpenda, mimi nitakwambia ukweli, alafu nitakwambia kile Biblia inasema. Biblia inasema hivi, kama mkiwapenda wale wanaowapenda ninyi, je, mwafanya ziada gani? Mnapata thawabu gani? Kwa maneno mengine, kwa sababu gani? Hata wasioamini wanafanya kama hivyo. Kwa hiyo kama Mkristo, sababu itakayo kufanya upende mtu na ukapata thawabu, miongoni mwa sababu zako za msingi unaweza kaiandika hii kwamba ni pale watu wanapokufanyia uadui, pale watu wanapokuwa wanakufanyia vibaya, unapojisikia vibaya, mtu amekufanyia jambo gumu, ndo wakati sahihi unatakiwa kufanya nini? Unatakiwa kumpenda. Biblia inasema hivi, wapendeni, waombeeni adui zenu. Hivi umeshawahi kufikiria hata kuchukua muda kuombea maadui? Yaani ukakaa ukasema this week mimi nitawaombea maadui. Kwenye kila maombi yangu ya saa 9 naombea maadui. Tena uombei maadui mabaya, maadui mambo mabaya. Unaombea mambo mema, unaombea mafanikio. Kuna wakati adui zenu wanapitia vitu kwa sababu hawamfahamu Mungu na hawana msaada, wanahitaji maombi ya Kristo ili waweze kuchomoka. Kwa unaweza kukuta mambo yake kikaa sawa na wewe mambo yako yanakaa sawa, hata kuzibia tena riziki kama anavyofanya sasa. Kwa hiyo ichukue hiyo. Kuna baraka nyingi kwa sababu kuna thawabu hatuna. Miongoni mwa thawabu imesahaulika ni thawabu ya kuombea maadui. Tunaombea vitu vingi sana, tunaombea mipango, tunaombea shamba, tunaombea viongozi wa serikali, tunaombea kila kitu. Tunasahau kuombea watu wanaotuudhi. Tunasahau kuombea maadui. Kumbe mtu akikufanyia vibaya unatakiwa mshukuru Mungu, nimepata prayer point. Yes, kama wakati wa kuomba unahangaika, maombi yako hayatoshi, yes, kuna prayer point ya maadui. Kwa mtu anapokuletea adui, yes, umepata prayer point nyingine ya kuomba za kumwombea. Kama ulikuwa unaomba dakika 15, basi una dakika 5 nyingine za kuombea maadui. Kwa unakuwa na dakika 20. Adui mmoja kwa maadui watatu. Yaani maadui watumia kwa kuongezea prayer point. Yaani wakupe sababu za kuomba, tena kuombea mema na mazuri. Unalala sina cha kuomba, una cha kuombea hao. Una maadui kibao, unaweza kuanza kuwaombea.